Je, unataka kuuza ama kununua vitu used na vipya vya majumbani na maofisini kwa mahitaji ya kuuza au kununua bidhaa mbalimbali za majumbani, za ndani na maofisini? Bidhaa za kielektroniki kama vile TV, radio, friji, freezer, sofa, vitanda, magodoro na vingine vingi wapo kwa ajili yako. Lakini pia wanatengeneza furniture za majumbani na maofisini kwa order ama kwa kulipia cash. Wanapatikana jijini Dar es Salaam, Ubungo. Uza na nunua nami. Bwana Kizinga, nadhani umelisikia na kulifuatilia vizuri ile sakata la kuhusiana na masuala ya uchaguzi katika shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Ukiwa kama mshabiki lakini pia na mdau wa masuala ya kimichezo hususan mpira wa miguu, unadhani mawazo yako ni yapi kuelekea uchaguzi huu hususan katika nafasi ya urais? Mawazo yangu kwanza ni wapongeze wale ambao watakaokuwa wamejali na kutiania kwa lengo la kwenda kuchukua fomu. Tunahitaji kufanya mabadiliko na tunahitaji nguvu zaidi katika kuendesha mpira wetu. Tumeona kuna madudu mengi yanafanyika, lakini tutakapopata viongozi ambao wameona masakata haya yametupeleka muda mrefu kwa kutokuwa na viongozi ambao waadilifu, ambao hawataki kufuata utaratibu na kanuni za uendeshaji, kwao watajifunza. Natamani kuona tunapata viongozi ambao wataacha mapenzi yao ya Usimba na Yanga, wakasimama kwenye engo moja tu ya kuusogeza mpira wetu mbele. Unajua mpira wetu sasa hivi lazima tumshukuru Mungu kwamba umesogea. Zamani hatukuwa na viwango vya hivi kiasi kwamba wachezaji wengine kutoka maeneo mbalimbali kutamani kuja kucheza kwenye ardhi yetu sasa. Kwa hiyo sasa hivi tunaona wachezaji mbalimbali wanatamani kuja kucheza kwenye ardhi ya Tanzania. Ni kwa sababu ya ligi yetu kufanya vizuri. Umenielewa? Kwa hiyo wanapotamani kuja kucheza, na wengine wameenda mbali zaidi, wanasema wanahitaji kupata hata uraia. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana ambalo tunapiga hatua kwenye engo ya mpira. Kwa hiyo natamani kuona tunapata viongozi ambao watakuwa bora, watakaosimama vizuri, waache tamaa, waache mapenzi yao ya Usimba na Uyanga. Natamani sana kuona hivyo. Yes. Moja ya wadau au moja ya watu ambao wamechukua fomu ya urais wa TFF ni pamoja na Ali Mayai Tembele ambaye amechukua fomu hiyo, na mashabiki walio wengi wameonekana kuwa na matumaini dhidi yake, lakini asilimia kubwa nyingine wa mashabiki bado wana matumaini na Wallace Karia. Kwa kumwangalia Ali Mayai, unahisi nafasi hiyo au kitu hicho kinamfaa? Tena sana, kwa sababu nami ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa natamani sana kumuona Ali Mayai Tembele anachukua fomu. Nimebahatika siku moja kukaa na Ali Mayai katika ghafla fupi iliyoandaliwa na TBC. Tulizungumza vitu vingi sana, na mara nyingi pale nilikwenda kushuhudia uwezo wake sana, na ni mtu ambaye nimekuwa namfuatilia, naona ana uwezo mkubwa, na lazima tukubali katika watu ambao tumejaliwa kuwa nao, ambao tunaamini walio wengi watatufikisha mbali kwenye engo ya mpira, ni pamoja na yeye. Ali Mayai hata katika engo yake ya kuwa mchambuzi, mara nyingi sana amekuwa haonyeshi hisia za timu yake Simba au Yanga, hapana. Amekuwa anasimama kwa lengo la kuchambua mpira na kuueleza vizuri mpaka kila mtu anaridhika. Ali Mayai atatufaa sana, atatufaa vibaya mno. Ni waombe tu waandaaji wasiweke yale masharti ambayo wamekuwa wakiyaweka. Kuna watu walikuja wakaondolewa kwa kutokukidhi vigezo. Kuna watu waliandaliwa kipindi cha nyuma kwenye mambo mengi. Kwa hiyo tuombe tu tupate viongozi watakaochaguliwa kwa halali na wenye maslahi ya mpira wetu. Mkitaka kuwaweka viongozi ambao labda pengine wameandaliwa na wamenunuliwa watu kuwachagua, hatuwezi kusogeza mbele mpira wetu. Kwa hiyo tuwaombe waandaaji waweke maandalizi mazuri. Aliyekwenda kuchukua fomu kwanza muheshimu na mumpe thamani, kwa sababu kwenda tu kuchukua fomu uende kuichukua bure, lazima utoe pesa. Kama umetoa pesa kwa lengo la kuchukua fomu, tunaomba wazingatiwe hao watu, tuweze kupata viongozi watakaokuwa halali na watakao tusimamia vyema. Mimi naamini kwa kile kilichofanyika kuharibika kwa dabi, tumekwenda kushuhudia katika historia ya maisha yetu, hakuna dabi iliyopangiwa tarehe zikafika 3 hata siku moja. Sidhani kama ipo hiyo. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba kuna uozo na ubovu uliofanyika kwenye ngazi zote, iwe TFF na bodi ya ligi. Kuna vitu havikuwa sawa. Kwa hiyo tunahitaji mabadiliko ili tukawapate viongozi wengine watakao tufikisha mbali, kwa sababu hawa waliopo hawakuandikiwa watu ndio waende wakaongoze mpira. Unaweza ukakaa hapa ukaondoka, na pale waende wakafanye kazi kwa umakini, kwa sababu tumeona kuna wengine walienda jela, walikuwa pale, kuna malinzi, kuna watu wengine hawakuwa na uadilifu, lakini walikuja wakapata shida. Kwa hiyo tuwaombe watakaopata nafasi wakatuongoze vyema. Tunahitaji katika bara letu la Afrika twende tukafike walau hata nafasi kadhaa za juu sana huko, kuacha hapa tulipo. Hatuwezi kufika sisi tu virabu vyetu kama sio kushirikiana na uongozi wetu kutupushi kwenda mbele.
Chini ya uongozi wake Wallace Karia amefanya mengi ambayo ni mazuri ya kulisogeza taifa mbele, lakini wadau walio wengi wanaonesha kusuasua na uongozi wake kutokana na haya masakata ambayo yamekuwa yakitokea hivi karibuni. Huoni kwenu nyinyi mashabiki kwamba anastahili kupewa nafasi nyingine ili kuweza kuliendeleza hili gudumu? Na huyo ambaye mnasema Ali Mayai Tembele mnatamani ashike kiti hicho, kwa nini asiingie katika nafasi nyingine lakini katika uongozi huo wa TFF? Hapana, kusema kwamba asiingie kwenye nafasi nyingine sio kweli. Unapofika wakati wa uchaguzi, kwanza nikwambie kitu kimoja. Tunafahamu mchango wa Wallace Karia kwenye mpira wetu. Hakuna asiyefahamu. Umeelewa? Kuna mchango mkubwa ameufanya, tunauheshimu, lakini pia katika safari yako ya uongozi madhaifu huwa yakosi. Yapo madhaifu mengi yameonekana, umeelewa? Lakini tunasema kwamba kwa kuwa alikuwepo madhaifu kwake, na tunahitaji kufanya mabadiliko. Kwangu mimi natamani kuona tunafanya mabadiliko. Nafasi haichukue mtu mwingine ili mzee wetu Wallace Karia naye akapate kupumzika, kwa sababu ameyafanya mengi mazuri, ameyafanya mengi mabaya, lakini yote kwa yote ilikuwa ni katika safari ya kusogeza mbele mpira wetu. Kwa hiyo tuseme tu kwamba umefika wakati sasa tufanye mabadiliko kwa maslahi ya mpira wetu. Ametufikisha hapa tulipofika, ametuongoza vizuri. Kama kuna madhaifu yalikuwepo yamejitokeza, labda pengine kwa sababu ya mapenzi ya timu, labda pengine kwa sababu ya kutereza na mambo mengine. Kwa hiyo tuseme tu kwamba mimi na wengine wengi tunatamani Wallace Karia, mzee wetu, rais wetu, ambaye pia amepata nafasi kama mjumbe wa CAF kule, akae tu pembeni ili waweze kuchukua kijiti watu wengine. Hatusemi akae pembeni kwamba labda ni mbaya sana, hapana. Kwamba labda kwa sababu yeye ana mapenzi na Simba, hapana. Tunasema hivyo kwa sababu ya lengo la kufanya mabadiliko katika mpira wetu. Tunahitaji tufanye mabadiliko, tupate viongozi wengine watakaokuwa waadilifu. Lakini pia maombi yetu mengine ni kuwaomba TFF, kwa sababu hao ndio wamefanya mpaka hichi chombo kimekuwa kinaingiliwa. Tunaomba TFF, tunaiomba na serikali pia kuhakikisha kwamba bodi ya ligi inajitenga, inakuwa ni chombo kinachojiendesha peke yake bila kuingiliwa kwenye majukumu yake. Kwa sababu unaona kabisa hata hili lililotokea la kuwapitia hawa viongozi waliojiuzuru, ukiwasikiliza vizuri wanalalamika kwamba wao walikuwa wanaamrishwa, wanaingiliwa kwenye majukumu yao. Unakuta kiongozi alikuwa ni bora sana, kumbe alikwenda kuharibu kwa sababu ya kuingiliwa kwenye majukumu yake na kuamrishwa na wale ambao walikuwa juu yake, ambao ni mabosi wake. Kwa hiyo ni vyema tukafanya mabadiliko pale ambapo tunaona hapako sahihi, twende tukafanya mabadiliko. Na wale watakaoingia waingie huku wakiwa wanajua kwamba majukumu yao ni 1, 2, 3. Katiba inawaongoza nini, waende wakasimamie vyema. Wasitoke nje ya mstari, wasitoke nje ya kile ambacho wamepewa na kuapa kwamba watakiongoza vyema na kukisimamia. Si umeelewa? Yes, natamani iwe hivyo. Na kwa uwezo wa Mungu inshallah tutapata viongozi waliokuwa bora. Tunaomba Ali Mayai kama tayari anachukua fomu, aichukue hiyo fomu na asifanyiwe kuchakachuliwa kwa namna yoyote, kwa sababu tunajua pale ambapo unaona kuna baadhi ya kiongozi anaweza akaja kusimama vyema na akakupindua. Kama una mtu wako umeshamuandaa, mara nyingi tumekuwa tukiona fomu inafanywa hivi, mara ina kasoro hii, inafanywa hivi, inaenguliwa, anakuja kusimama mtu yule. Kwa sio sawa, na kitu ambacho nilikuwa najiuliza mara nyingi, kwa nini uchaguzi ukafanyike Tanga? Kwa nini kila kitu Tanga? Shida iko wapi? Huko Tanga mnataka mkawafanye nini wagombea? Kwa nini uchaguzi usifanyike makao makuu ambayo ni hapa Dar es Salaam? Huko Tanga kuna nini? Kuna nini pale Tanga? Kuna nini? Kamati ya uchaguzi si ile itakayokuepo Tanga ndio itakayokuepo hapa pia kama mkitaka. Kwa nini location ikafanyike Tanga? Nyie kuna vitu hamjajua mjue hapa. Kwa nini kila kitu kikitaka kufanyika kinakwenda Tanga? Finali moja ya CRDB Federation ilikuwa FA, ilipelekwa Tanga. Kikapigwa, Azam wakafa goli moja. Tukatoka hapo tukarudi. Michuano mingine imepelekwa Tanga. Nusu finali tumepelekwa Tanga. Uwanja ule tumekaa tumenyanyuka hivi na machokaa tu huku tunajifuta hivi mavumbi machokaa tu. Umeelewa? Uwanja ulikuwa mbovu. Kwa hiyo kuna vitu lazima tuangalie. Chuo tunasema nini ile? Chuo cha vijana wetu cha mpira. Sawa? Academy ile Tanga. Sio kweli. Na uchaguzi Tanga. Nataka mkafanye nini huko? Bwana, shukrani sana kizee. Asante sana.
Je, unataka kuuza ama kununua vitu used na vipya vya majumbani na maofisini kwa mahitaji ya kuuza au kununua bidhaa mbalimbali za majumbani, za ndani na maofisini? Bidhaa za kielektroniki kama vile TV, radio, friji, freezer, sofa, vitanda, magodoro na vingine vingi wapo kwa ajili yako. Lakini pia wanatengeneza furniture za majumbani na maofisini kwa order ama kwa kulipia cash. Wanapatikana jijini Dar es Salaam, Ubungo. Uza na nunua nami.